unasikia sisi kama Waislamu tunaongea kwa uchungu. Hiyo Allahu Akbar. Takbir! 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 Allahu Akbar. Tuko tayari kufanya maandamano ikiwa hataomba msamaha kwa siku 7. Huo ndio msimamo wetu na tutalitekeleza hili. Na maandamano haya italenga chama chenyewe wamuondoshe katika cheo hichi. Tunaongea kwa uchungu sana matamshi yaliyotolewa na Mheshimiwa Miraji ambaye ndiye seneta maalum, kwa kuwa dini ya Kiislamu inachangia katika dhulma ya kijinsia. Kwa hakika dini ya Kiislamu ndiye inayemheshimu mwanamke na ndiye inayopambana katika mambo ya dhulma ya kijinsia. Na sababu ni hii: dini ya Kiislamu tuna mahakama ya kadhi. Mwanamke ikiwa anaona kuna dalili ya mwanamume kutaka kumdhulumu, basi ana haki ya kwenda kuomba talaka. Hii haipatikani katika mila zote wala dini yote. Mila wanasema mtu akiolewa ni milele, dini wanasema ni pingu ya maisha, dini nyingine, lakini dini ya Kiislamu haina pingu ya maisha kutaka kumdhuru mwanamke ama kumuangamiza mwanamke. Kwa sababu Uislamu haujamfanya slave mwanamke katika dini yetu ya Kiislamu, bali imempatia daraja kubwa mwanamke katika Uislamu. Sisi wenyewe tunafundishwa katika Uislamu ya kuwa tukiitaka pepo iko katika wazazi wetu, katika mamama zetu, katika nyayo za miguu ya mamama zetu. Kwa hivyo Uislamu umempatia thamani kubwa sana mwanamke katika dini yetu ya Kiislamu. Mwanamke sio slave katika ndoa. Ndoa yetu imeruhusisha wakati hakuna maelewano, ndoa yenyewe ikifungwa, kuna maneno yanazungumzwa katika lugha ya Kiarabu, imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan, watu wakae kwa wema, ama kama hakuna wema, hakuna maelewano, watu waepukane kwa njia mzuri. Kwa hivyo ndoa katika Uislamu haijamnyanyasa mwanamke. Mwanamke katika Uislamu akiolewa na bwanake, hakuna maelewano, ana ruhusa wakati wowote wa kujitoa katika ndoa kama ile. Hajanyanyaswa mwanamke kabisa katika Uislamu. Kwa hivyo jambo kama hili limetukera sana sisi kama Waislamu, na dada yetu ambaye kwamba yeye kama seneta, mambo ya kisiasa aongelee siasa, lakini mambo ya kidini ayasome ndio aweze kuyaingilia mambo ya kidini akitaka kuongelea dini. Kwetu kwa Waislamu, wanawake saile hayuko kwa ndoa, ako under custody ya wazazi yake. Saile ameoleka, ako under custody ya mume yake. Na baadaye hata watoto wake wakikuwa wakubwa, anapata umbrella wherever mwanamke anaenda. Sasa tamshi kama haya haifai kwa dini ya Uislamu. Asante sana.